Nikuulize swali. Eti ni kweli wanaume hamtafuti misuli kwa sababu misuli yenu iko benki in US dollars? Let's talk about that. Kwa uelewa wangu, from a physio-psycho-sociological point of view, mwanaume anahitaji sifa ya mwanamke wake na anahitaji heshima ya jamii au familia. When these two things vikipatikana ndani ya maisha ya mwanaume, huyo mwanaume anakuwa timilifu. However, vitu vyote hivi viwili vinategemea afya yako. Sifa kwa mwanamke wako, wewe kama mwanaume unaipata faraga. Na huo ndio kweli. Sasa wengi wenu siku hizi hamtengenezi afya yenu ya kiuno kwa sababu unaamini kwamba ile gari, ile nyumba ulompangishia, ile bando la hela utakalompa ndilo utakalomsuuza. Ili utaamini nikikwambia kwamba actually kama ukitake care afya ya viungo vyako vingine, moyo, mishipa ya damu, ukafanyia kazi afya yako ya kongosho, afya ya ini na afya ya figo, then bwana mkubwa huko chini atafanya kazi vizuri tu, na matokeo yake sifa kwa mkeo utapata. That is important, especially kwa mwanaume. So okay, sawa, unasema okay, mimi sijui to hell with wanawake, mimi nawapaga tu hela wanatulia, fine. Sifa yako iko kwenye hela, poa. Kwenye jamii je? Jamii haijali unaenda raundi ngapi. Jamii haijali kama wewe ni kibamia au la. Jamii inajali mchango wako. Na mchango wako kwenye jamii unakuwa highly affected na afya uliyokuwa nayo. Mtoto wako wa miaka 6 hajali kama baba anapeleka moto or not. And it doesn't matter to them kama unakibamia or not. Lakini it matters to them kwamba baba awe ana afya. Ili baba afanye naye homework, baba acheze naye, so that maisha yaende. Yule mtoto anahitaji baba mwenye afya. Lakini yule mtoto necessarily hahitaji baba anayepeleka moto. Do you get my point? Kwa hiyo wakati wewe unasema mimi sihitaji kwenda gym, sihitaji kufanya mazoezi, misuli yangu iko benki in US dollars, baada ya hapo utafariki kwa magonjwa ya moyo, pressure, sukari, kansa, utamwacha mkeo akiwa mjane na bila kitu chochote kwa sababu ndugu zako wataenda kumnyang'anya mali zote. Leo nimezungumza kama mpenzi, leo nimezungumza kama mama, leo nimezungumza kama baby mama wako ambaye utaniacha mimi. Sifa yako iko ndani ya afya yako. Unachezea kiuno, si ndio? Sifa iko kiunoni. Lakini heshima iko akilini. Sawa, hapo utaweka hela, hapo utaweka nini? It is not just about money. Do something about it. Do something about it. Sawa baba? Ni hayo tu.